Nikusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia. Leo Mungu amenipa neema na hitaji tujifunze juu ya swala la mahusiano ambalo litatusaidia. Wengi leo wapo kwenye mahusiano ya uchumba, lakini kuna kasumba nyingi kwenye jamii ya sasa kwamba wachumba wanapokuwa kwenye uchumba kufanya tendo la ndoa ni kawaida. Iwe ni kwenye makanisa, kwenye misikiti, hata na wale ambao wana imani hizo. Lakini hiyo imekuwa ni changamoto kubwa katika mfumo mzima wa kuelekea ndoa, kwa sababu hilo jambo ni jambo la kimwili, lakini pia ni la kiroho. Chochote kile ambacho unakifanya kimwili na kipo kinyume kiroho na Mungu, kile kinatengeneza vifungo, vizuizi na changamoto. Utaratibu wa wanandoa ambao hawajaingia kwenye ndoa kufanya tendo la ndoa kabla ndoa ni jambo ambalo watu wengi wanaona ni kitu cha kawaida. Lakini leo nataka nikwambie ni bora kuwa tayari kufunguka, kuwa tayari kwa mtu ambaye anataka kukuoa, hata kama inafikia hatua hamjazoeana vizuri, kuliko kuendelea kushiriki tendo la ndoa na mtu ambaye hauna uhakika kama atakuoa, au muda mwingine unaweza kuhisi wewe una uhakika kwa sababu alikwambia kwamba nitakuoa, ukazidi kumvumilia, ukazidi kupoteza muda, ukaamini itakuwa. Lakini baada ya utafiti inaonesha kuwa asilimia kubwa ya mahusiano ya uchumba ambayo yamehusisha tendo la ndoa kabla ndoa, yale mahusiano hayakuja kuleta ndoa, kwa sababu wale watu wamezoeana, wale watu wamechokana, wale watu asilimia kubwa yule ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano mwanaume, yeye muda wa kuoa ulikuwa bado au hajawa tayari. Kwa hiyo muda ukishafika na muda wa ahadi ukishakaribia, visingizio vinakuwa vingi, vikwazo vinakuwa vingi na changamoto zinakuwa nyingi. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinaweza kumsaidia dada kwenye kizazi hiki ambacho ni ngumu sana kupata ndoa, ni lazima uwe tayari kutokubali kujiachia kwa kaka yeyote au kwa mwanaume yeyote kabla ya kuingia kwenye ndoa. Najua wadada wana uwezo wa kuvumilia. Hicho kitu kitawafanya wanaume wengi ambao hawajaoa basi wawe tayari kuoa ili kusudi wakwepe tendo la ndoa au kwepe zinaa, kuliko kuendelea kupata watu ambao wanawachezea, wanawafanya kama daraja la kuja kuelekea kwenye ndoa. Na wanaume linapokuja swala la kutaka mahusiano ya ndoa, wengi ni watu ambao hawafanyi maamuzi ya haraka, hawako tayari kuoa mapema, na wengi utakuta muda unaenda miaka 30, miaka 32, 33, 27, 28. Sasa wadada wengine unakuta umri umeshafika 18, 19, 20, 21, 22. Lakini yupo kwenye mahusiano na kijana ambaye ana miaka 18, 19, 20, 21, 22, muda mwingine hadi 25. Sasa kwa sababu kijana anahitaji tendo la ndoa, atampa ahadi baada ya miaka kadhaa, labda 2, 3 tutaoana. Lakini jiulize, hiyo miaka 3 mnafanya tendo la ndoa, je, utakuja kufika huko umeshakuaje? Ina maana utakuwa umeshakuwa kama mama ambaye ameshazaa au ambaye ameshapoteza ule ubora, na nakapofika kule unashangaa yule anakukwepa kwa sababu ameshakuchoka, na kwa sababu yeye anavutiwa na anatamani kitu kipya, atakuacha, utabaki unalia, soko lako limeshapotea, muda mwingine ameshakubebesha mimba au muda mwingine ameshatoa mimba, mwisho wa mwisho kinakuwa ni kilio na kusaga meno. Dada, una uwezo wa kuvumilia kutozini kabla ndoa, kwa sababu wanawake wengi asilimia kubwa wana uwezo wa kutokuwa na tamaa za mwili. Unaweza kushinda, ndio maana Mungu amekumba hivyo, kwa sababu kaka au mwanaume ni ngumu sana kushinda tamaa ya mwili. Kwa hiyo kama akiwa na tamaa, ni bora aoe mapema. Utaratibu huu wa dada na kaka wakiutengeneza na kuweka mipaka kwenye miili yao, hususan wanawake, kitawafanya wanaume wengi ambao wanawachezea watu na kuja kuwa watu wengine waoe wale watu na kuweza kutengeneza ndoa na wale watu. Usikubali kuwa kipitio, usikubali kuwa uwanja wa mpira, usikubali kila wakati kuwa ni mhanga wa haya mambo. Napenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name.